Asante mtakatifu, asante Mungu wa yote, asante Mfalme wa ajabu. Wastahili sifa wako. Unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kusujudiwa. Unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kusujudiwa. Unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kusujudiwa. Tunamshukuru Mungu tena kwa siku nyingine ambayo alifanya kwa ajili yetu ili tukaweze kufurahia na kuweza kushangilia ndani ya siku hii. Nasema ya kwamba tumebarikiwa kuwa pamoja na wewe tena Alhamisi ya siku ya leo, na tunamtukuza Mungu kwa kutupatia hii nafasi ya kuweza kuwa na kipindi cha kuweza kushiriki neno la Mungu pamoja na wewe. Tunaongea kuhusu ya kwamba kitu cha kwanza kinapaswa kutendeka kwa maisha yako ni uweze kuenda zako. Bwana Yesu asifiwe. Uweze kuenda zako. Exodus chapter 3 verse number 21. Nami nitawapa watu hao kufadhiliwa mbele ya Wamisri, hata itakuwa hapo mtakapokwenda zenu hamtaenda bure. Siku ile mtaenda zenu hamtaenda bure. Na ndio maana tulisema ya kwamba who is controlling your life? Who is controlling your mind? Who is controlling your life? Na tukaona ya kwamba wakati hauendi zako ni kumaanisha kwamba unaenda za wenyewe. Kumbuka neno ambalo Yesu alisema alipoenda kwa kina Lazaro. Alipomuita Lazaro akatoka nje, aliwaamurisha akawaambia mfungueni aende zake. Mfungueni aende zake. Ni kumaanisha kwamba ziko maroho na kuna watu wanafanya bidii usiende zako uende zako. Na hizi vitu ni real. Vile maisha yanazidi kukua kali, wacheni niwaambieni watu wana 1:25 mstari wa vile ndege. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka katika mitego ya wawindaji. Mitego yao imevunjika. So nilikwambia kwamba kuna mtego ya kuwinda nafsi yako. Na hii ni mtego ya kiroho, na nilikwambia hakuna siku anayewindwa atawaiona mtego. So hii ni mtego ya kiroho. Na ndio hizi ndizo mitego huwekwa kwa chakula. Hizi ndio mitego huwekwa kwa zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nikakwambia you need to be very careful unakula wapi. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi mmejionea mambo kama hazo. Nilikwambia vitu viwili ambavyo ni rahisi sana, mtego mzuri ya kukushika ni zawadi na chakula. Zawadi, chakula. Hiyo ni mtego mzuri ya kukushika nayo.
Kwa sababu ujue mtego ambao mwanadamu alishikwa nao ya kwanza ilikuwa ni chakula. Adamu na Hawa walijaribiwa na nini? Chakula. Yesu pia unajua, Mark pia aliambiwa nini? Badilisha mawe iwe nini? So kitu kinaitwa chakula, wachana nazo. Maana tukifanya mikataba tunakula. Tukifanya nini tunakula. Tukifanya nini tunakula. Tukifanya vitu ya maana tunakula. Ni kiroho tukifanya shughuli zetu tunakula. Ni kwa ushetani wakifanya vitu vyao wanakula. Chakula usicheze nayo. Hii mambo ya mtu tu anakuja tu anakupatia sweet tu na unachukua na unakula. Okay, unaweza chukua lakini kukula iwe sasa ni choice yako. Maana kuna mtu mwingine anaweza kupatia kitu ukashindwa kukataa kuchukua. Inabidi unachukua, unafanya nini? Unaweka. Akitoka unamtoa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hii mambo ya mtu umejua tu mtu tu kabisa tu siku zote hakupendi. All of a sudden amebadilika, anaanza kujifanya mzuri kwako. Si ufunguke akili hata wewe. Ukae chini uanze kujiuliza na nini nimekuja kwa hiyo mtu mpaka leo mbadilika amekuwa mzuri. Nimeona leo nikubaie kazoda. Nimeona leo sijui nikubaie nini. Kuwa muangalifu sana. Na vitu zingine, mitego ingine nilikuambia kwamba spirit yako huwa inaona, ama spirit ya Mungu huwa inaona, na inakuambia hii kitu si sawa, lakini wewe unakosaka kuelewa na unachukua tu na unafanya kenye unataka. We need to be very careful na gifts. Hapana furahia kenye umepewa, angalia mwenye amekupatia, angalia moyo wake kama unakuaga sawa na wewe. Gift kutoka kwa marafiki zako ambao ni marafiki za adui zako, si uchungane na hizo vitu. Kama kuna mtu mbaya kushinda adui yako, ni rafiki ya adui yako ambaye ni rafiki yako. Kama kuna mtu mbaya kushinda adui yako, kati ya shetani, Judas na Yesu, Judas ndiye alikuwa mbaya kushinda shetani. Kwa sababu Judas alikuwa rafiki ya shetani na Judas alikuwa rafiki ya Yesu. Judas alikuwa rafiki ya wakuu wa makuhani waliokuwa wanatafuta kumua Yesu. Luke chapter 22. Waliokuwa wanatafuta kumua Yesu, chapter 22 verses 1. Waliokuwa wanamtafuta Yesu wamue, walishindwa. Walifanya nini? Situsome hapo. Situsome hapo. Kumbuka tunaongea kuhusu kuenda zako. Kuenda zako. Hebu Luke 22 verses 1. Inasema aje? Ni vizuri hizi vitu kuziangalia kwa undani na kwa umakini ili unaweza kuepukana na vitu vingine. Biblia inasema hivi, ikakaribia sikukuu ya mikate iitwayo isiyotiwa chachu, iitwayo sikukuu ya Pasaka. Na wakuu, nani hawa? Wakuu, these are authorities, hizi ni mamlaka siku ya leo. Wakuu wa makuhani, waandishi, walikuwa wakitafuta njia ya kumua Yesu. Mawazo yao walisema tutamua nani? Yesu. Sasa walikuwa wanatafuta namna ya kumfikia Yesu, wafanya nini? Wamue. Tutamua na style gani? Tutampata wapi? Walikuwa wanatafuta hiyo namna ya kumua, waweze kumua. Lakini ilikuwa ngumu kwao kwa sababu maana walikuwa wakiwaogopa watu. Kwa kifupi, kila mara wangelimwendea Yesu walikuwa wanampata hapo na nani? Ako na watu. Tunaelewana? Ni kama mtu akuje, ameamua kukuja kufanya kitendo kibaya kwa nyumba yako. Akija, apate ushirika wa kanisa kwa kwako. Atafanya? Kwa sababu amepata watu wengi. So inamaanisha kwamba hawakukuwa wanamuogopa Yesu. Hawakukuwa wanaogopa nani? Biblia inasema walikuwa wanaogopa nani? Watu. Ni watu gani hao? Watu ambao walikuwa karibu na Yesu. You need to be very careful na kujua ni watu gani wako karibu na wewe. Ni vizuri kukaa karibu na watu ambao wako karibu na wewe, ambao hata maadui zako wanawaogopa. Wawezi wakaongea vibaya kukuhusu mbele yako. Lakini angalia watu ambao wamekuzingira, ndio utawapata barabarani na rafiki zako na maadui zako. Ndio wanaendaga kwa maadui zako. Ndio wanaendaga wapi? Ndio marafiki chanda na pete. Na wewe unaniambia una rafiki yako chanda na pete. Ni vizuri kukuwa na watu wa kusara. Mimi nakuambia, mimi ni pastor. Kuna washirika, mtu hawezi ongea vibaya kunihusu kwao.
Na wanajulikana tu, huwezi enda, huwezi ongea vibaya. Lakini kuna wengine wanajulikana, huyu tutakaa chini na tutachambua pasta yake na tutamuongea vibaya. Maandiko nasema wakaogopa nani? Watu. Hawakuogopa Yesu. Nasikia kukuombea tena katika jina. Usikuwe na marafiki wa aina hii. Hakupei pesa, hakupei chochote, lakini presence yake, genuineness yake, yeye vile ako na urafiki ya kweli na wewe, kumbe ni protection yako. Sikia hii, sikia hii, sikia hii. Marafiki ambao ni genuine ni ukuta kwa maisha yako. Marafiki ambao ni genuine ni protection, ni ngao, ni kinga, ni ngao, ni kinga. Kwa sababu yake kuna vitu watu hawezi wakafanya. Kwa sababu yake kuna vitu watu hawezi wakaongea. Kwa sababu yake kuna njama watu hawezi wakafanya. Lakini anataka kuongea na wao, anakuja kukuambia exactly mambo yote yenye walisema. Mambo yote yenye walisema. Na walikuwa wanaongea yoyote, na wakijoga huyu ni rafiki yako. Ni kwa sababu pia wao wanajua huyu pia ni rafiki yetu. Hakuna mwizi anaweza akaiba bank. Hakuna. Hakuna mwizi anaweza akaiba bank. Tunaweza sema mwizi ni puppet. Lakini mwenye anakontroliki puppet anakuaga ndani. Anajua pesa iko ngapi huko ndani, alijulia wapi? Alijuaje pesa zitakuja saa 5 na dakika 15? Alijuaje? Alijuaje hizo zote? Mwizi hawezi iba bank, ni ngumu. Lakini lazima kuna nani? Kuna mtu ndani ambaye ako pamoja na bank, kinyume na bank. Wacha kudanganywa na marafiki walio pamoja na wewe physically. Biblia inasema hivi katika Zaburi 133, tazama jinsi ilivyo vyema na ya kupendeza. Ndio utajua. Lakini they are not one, hawana umoja. Lakini sisi tunadanganywa na rafiki mwenye anatutembelea sana. Sisi tunadanganywa na rafiki mwenye ako pamoja na sisi. But tuangalie mwenye ako mind, tuko na umoja na yeye. Sasa hao marafiki ambao wako pamoja na wewe na pia kimawazo wako pamoja na wewe, wanabadilikaga, wanakuwa security yako, protection yako, kinga yako, ukuta wako. Wanazuilia mabaya. Kuna vitu itakosa fanyika kwa maisha yako kwa sababu ya watu ambao wako karibu na wewe. Maandiko yanasema walikuja, wakakuja. Kumbuka tunazidi kupeana namna ya kuzuilia watu kutufikia, kutukontrol, ndio tuende zao. Tulisema kitu kubwa ni nani hao wako karibu na wewe. Jana nilikuwa naangalia filamu moja ya Nigeria. Sijui inaitwa aje. But kulikuwa na wasichana wawili wanafanya kazi mahali pamoja. Sasa msichana mmoja akapata boyfriend, lakini mmoja ana. Wacha nikuambie, hakuna Kenya asemi asubuhi kwa ule msichana rafiki yake. Kila siku asubuhi anamwambia vile boyfriend yake amefanya, vile amemfanyia shopping, vile amempatia pesa, vile amfanyia nini. Alikuwa anaangalia furaha ya ule ya mdomo, lakini hakukuwa anaangalia mawazo huyu dada afurahi. Lakini mdomo alikuwa lakini ukimsoma uso vizuri afurahi. Akamwambia my boyfriend will come tomorrow. Anakuja, wanashikana mbele ya ule dada. Ule dada anaangalia lakini moyo iko mbali. Unajua ikimalizia alienda kuachwa yeye. Huyu rafiki yake rafiki yake, maana sasa huyu rafiki yake kila kitu akifanya anamwambia. So akamwambia kesho nitaenda village kutembelea wazazi wangu. Na kila mtu ana laptop yake. Akampigia simu vile alienda village. Akamwambia nilikuwa nahitaji laptop. Akamwambia iko kwa nyumba. Kumbuka anatafuta njia ya kufikia mume wake, maana alikuwa anamtaka. Akamwambia iko nyumbani, enda utapewa.
Kumbe si laptop alikuwa anaendea huyo mwanaume wake. Na alienda na akafanikiwa na akamchukua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kukawa tofauti. Mwanaume akabadilika kidogo. Alikuwa anapaswa kuja awapeleke lunch, akamwambia haya sitameka kuja kuachukua kuwapeleka lunch, but I'll send you money and a lunch. Then ule mwingine ndiye anapelekwa lunch. Huyu anajua kama bwana wake amechukuliwa? Ni ngumu sana kujua. Najaribu kukuambia nini? Walio karibu na wewe wanakufikia na unakosa kujua ni wao wanakufikia. Kama kuna watu tunapaswa kukua careful na wao, ni watu ambao wako karibu na sisi. Watu ambao wako mbali na sisi, shauri yao, wachana na wao. But those who are very close to you, mwenye anaweza akakufikia, hawa ndio watu ambao unapaswa kukua mwangalifu na wao. Maana huyu ndiye anaweza akatumika, ama huyu ndiye anaweza akafanya vitu vyake, akahakikisha hauendi zako, uanze kwenda zake. Maandiko yanasema kila mara wakija walikuwa wanaogopa watu. Hakuna kitu mzuri dunia hii kama kukuwa na marafiki wa aina hii. Hakuna kitu mzuri dunia hii kama kukuwa na real friend. Hakuna kitu ya maana dunia hii kama hiyo. Wacha nikuambie leo. Marafiki wa moyo, si marafiki wa nje, marafiki wa moyo. Nataka nikuambie ni ya maana sana. Marafiki wa moyo, marafiki wa kweli ni zaidi ya ndugu yako na ni zaidi ya dada yako. Maana dada yako wako mbali, ndugu yako wako mbali, yeye ndiye ako karibu na wewe. Sasa si wametafuta namna ya kumfikia, wameshindwa. Sasa plan B. Kwa sababu sasa sisi watu Yesu, hao watu wametuzuilia kumfikia. Bwana asifiwe. Wakasema sasa tutafanya aje? Plan B. Plan B ni kufanya bidii kati ya hawa watu wako pamoja na Yesu. Ni nani kabisa ni mnafiki? Ni nani kabisa kati ya walio na Yesu tunaweza tukambadilisha? Uliona juzi Kisii kumekuwa na mgogoro na Tumaini wa kifamilia wa kishamba. Na Tumaini ya shamba ni ya nini? Sijui ni watoto ama ni akina nani walikuwa wanataka babao afe. So baba alikuwa mgonjwa, akaenda Kisii, akawa ni mgonjwa. Wakatuma watu, nafikiri wakatuma watu na wakatuma watu wakabeba shindano ya sumu ya kwenda kumuua, na wakafanya bidii, wakaongea na nasi moja. Lakini sasa uzuri ni kwamba mwenye alitumwa hicho kitendo hakufanya nini? Hakuona vyema kwenda kukifanya. Lakini alikuwa ametumwa na nani? Natumai aidha ni watoto wake, aidha ni mandugu zake. Walikuwa wanataka kumuondoa ili wachukue nini? Mali yake. Lakini akaenda akashtaki. Akaenda akamwambia mzee, nilikuwa nimetumwa nikufanya nini? Niongee na nasi, sijui apewe pesa. Na alikuwa amepewa sijui 10,000. 10,000. Msikia huyu blogger mwenye aliuawa? Ni pesa ngapi mtu alipewa? Ni pesa ngapi mtu alipewa ndio Albert Ojwang yeye yenye na trend awawe? 2,000. 2,000. 2,000. Ni watu wa huko walimuua. Ni mtu wa wapi? Mwenye alikuwa ndani, askari. Confession ya yenye inaendelea sawa. 1,000 ngapi? Mtu aondolewe uhai. Baba ya mtu, bwana ya mtu, mtoto peke yake ya mtu. 2,000. Ule alipewa 10,000. Na si watu wa mbali wakajua huyu akiondoka hii shamba tunafanya. Sasa Mafarisayo nao wakasema aje? Ni nani wa karibu tunaweza ongea na yeye akabadilika? Ni vizuri kujua pia marafiki zako ulio karibu na wao ambao wanaweza wakachange na 5,000, wanaweza wakachange na 10,000. Dunia ya sasa ni mbaya, imeharibika. Ni vizuri kujua. Unajua uko tu na marafiki lakini hutaki kuwajua vizuri kabisa. Ni rafiki yako gani unajua huyu anaweza badilishwa, huyu anaweza badilishwa. Maandiko yanasema ya kwamba, mstari huo mwingine unasema ya kwamba shetani akamuingia nani? Shetani akamuingia nani?
Na unafikiria agenda ya shetani ilikuwa ni nini? Ni kuua Yesu. Na pia hawa agenda yao ni nini? So shetani ni nini? Ni spirit. Ikakimbia ikamuingia nani? Ikaingia nani? Na Judas ni nani? Mtu ya karibu na Yesu kushinda wanafunzi wake wote kwa sababu ya pesa. Je, huwa unajua wakati marafiki zako wamebadilika? Nauliza, huwa unajua wakati marafiki zako wamebadilika? Huwa unajua wakati marafiki zako wamebadilika? Chukua mfano ya Raila, Ruto, Uhuru, chukua hiyo mifano yao watu. Kuna wakati Raila na Ruto walikuwa ni chanda na pete. Unakumbuka 2007? Unakumbuka Ruto alipigania Raila kushinda Raila? Ruto ndiye alikuwa kusema. Nafikiri Ruto ni mzuri kwa usemaji. Unakumbuka 2007? Alikuwa anapigania nani? Raila. Unakumbuka vizuri? Maana walikuwa wapi? Naongea kuhusu, je, huwa unajua wakati rafiki yako amefanya nini? Amebadilika. Wakaenda ikafika mahali wakafanya nini? Wakabadilikana. Raila tu ndiye alimfuta. Nafikiri alikuwa kwa agriculture. Raila tu ndiye alifanya nini? Ndiye alimfuta. Alibadilika. Bwana Yesu asifiwe. Wakakuwa nini sasa? Maadui wakubwa, watu ambao walikuwa marafiki wakubwa. Je, unajuaga wakati rafiki yako amebadilika akakuwa adui? Hakui adui kwa sababu ya actions zenye ameanza kufanya. Uadui ni change from inside. Je, unajuaga wakati rafiki yako wa karibu ameingiwa na roho mbaya? Biblia inasema kisha shetani akamuingia Judas. Je, unajuaga wakati shetani ameingia rafiki yako aliye karibu, aliye na mawazo kama ya wale wako kinyume na wewe? Wakashikana Uhuru, wakashikana na nani? Na Ruto. Wakakuwa against nani? Raila. Unakumbuka? Unakumbuka hiyo? Ikafika mahali tena ikafika mahali uadui ya Raila na Uhuru ikafanya nini? Pepo ikatoka tena. Wakafanya handshake. Kiingia mtu. Ikaenda. Si wakashinda hivyo. Kikakuja miaka miwili. Ikaanza kuharibika. Ile pepo ikakaa ikatoka kwa Ruto na Raila. Ile pepo ikatoka. Sasa sahi Gachagua ako wapi? Na Raila na Ruto wale walikuwa maadui, sasa ndio nini? Marafiki wakubwa sana. Sasa kasai pepo iko upande ya Gachagua. Sasa ni Gachagua ndio pepo. Unafikiri itaenda sana? Hii pepo tu inazunguka tu. Najaribu kukupatia mfano. Huwa unajua wakati rafiki yako ameingiwa na pepo akabadilika akakuwa adui yako? Je, huwa unajua wakati Delilah rafiki yako mzuri sana amekutana na maadui zako na wakakubaliana? Maana Wafilisti ni ngumu kumaliza nani? Samsoni, lakini ni rahisi kutumia aliye karibu na Samsoni. Hata shetani anajua hii. Samsoni hatutamweza. Tumejaribu tumeshindwa. Tutafute mtu aliye karibu na yeye. Halo, akaingia nani? Judas alikuwa anaendaga fellowship. Kuna mtu angemfukuza? Si wa fellowship. Lakini ikifika time fulani anafanya nini? Anatoroka. Wakimtafuta Yesu walikuwa hajui yako wapi. Ni Judas ndiye alifanya. Na alitumia kiss pia kumuonyesha Yesu ni mgani. Ni kana kwamba hata walikuwa hawajui Yesu. Maana aliwaambia aje? Nitakayembusu ndio huyo. Kumaanisha hata hao maadui walikuwa hawajui Yesu. Walikuwa hawajui Yesu. Na walikuwa wajui yako wapi. Kama walikuwa hawajui, hata walikuwa hawajui timetable yake. Lakini Judas alikuwa anajua. Yesu akitangaza kesho Friday tutakuwa na mkesha Nyagacho. Wale hawajui, Judas ndiye anajua. Si Judas ndiye aliwapeleka paka penye yako. Unajuaga wakati walio karibu na wewe wamebadilika kukuwa adui yako?
naongea kuhusu mtego ya kunasa watu, alafu tuombe kinyume na hiyo mtego. Soma Ezekiel 13:17, nasema na wewe mwanadamu, kaza uso wako juu ya binti za watu wako, watabirio kwa akili zao wenyewe, ukatabiri juu yao useme, Bwana Mungu asema hivi, ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo. Wanaweka nini? Wanaweka nini? Leso kwa vichwa vya kila kimo, yani kila kiwango cha mtu. Wanaweka nini? Leso. Sasa hii ni mtego. Wanaweka leso ili waweze kufanya nini? Ili waweze kuwinda. Kuwinda nini? Roho za watu. Ili waweze kuwinda nini? Roho. Ili waweze kuwinda nini? Kwa hivyo roho inaweza ikafanywa nini? Roho inaweza kufanya nini? Ikawindwa na ikashikwa. Roho inaweza kufanya nini? Ikawindwa na ikashikwa. Na ndio Daudi akasema, nafsi yangu imeokoka kama ndege kutoka kwa mitego yao. Si vibaya wakati mwingine asubuhi unaomba maombi na kutangaza, kila mitego ya kuwinda nafsi yangu ninaikataa kwa jina la Yesu. Kila mitego mwanadamu yoyote anafanya bidii kuniwinda kwa siri, ninatangaza hata niona, hata nipata. Mungu nipoteze kabisa kwa yeyote aliye na nia mbaya juu yangu. Sema amen. Nasema Mungu akupoteze kwa yeyote aliye na nia mbaya na wewe. Ninatangaza Mungu akupoteze, akusababishe kila mara asikupate, wasikupate, wasikuone katika jina la Yesu. Hata wanapokutana na wewe wasikuone katika jina la Yesu, wasikuone katika jina la Yesu. Akufiche na mabawa yake kama vile kuku vichavyo vifaranga. Bwana akufiche kwa wanaokutafuta kwa mabaya. Bwana akufiche kwa walio na nia mbaya na wewe. Bwana akufiche kwa wanaokuazia mabaya. Bwana akufiche wasifaulu, wasifaulu, wanayetafuta kukuangusha, wasifaulu, wanayetafuta kukuweka chini, wasifaulu, wanayetafuta kushika nafsi yako, wasifaulu, wanayetafuta kukunasa, wasifaulu, wanayetafuta kukushika mawazo, wasifaulu, 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 wanayetafuta kunasa mawazo yako. Ninatangaza kwa jina la Yesu, ninakiri moto wa Roho Mtakatifu, ninakiri moto wa Roho Mtakatifu, ninakiri moto wa Roho Mtakatifu, ninakiri moto wa Roho Mtakatifu. Hawatafaulu kushika mawazo yako, hawatafaulu kukontrol maisha yako, hawatafaulu kukontrol biashara yako, hawatafaulu kukontrol vile unafanya vitu. Ninavunja hiyo kwa jina la Yesu. Hawatafaulu kwa jina la Yesu. Kwa madawa hawatafaulu, kwa madawa ya kupulizwa hawatafaulu, kwa madawa ya kutengwa barabarani hawatafaulu, kwa aina yoyote ya mitego wanaotumia. Natangaza hawatafaulu, natangaza hawatafaulu, natangaza. Isaya 54:17, hakuna silaha itakayofanyika kinyume na wewe itafaulu. Nasimama kwa hiyo maandiko, ninatangaza mitego yao haitafaulu, mitego yao haitafaulu, silaha zao hazitafaulu. Imeandikwa haitafaulu, imeandikwa haitafaulu, imeandikwa haitafaulu. Natangaza katika anga ya maisha yako, natangaza katika anga ya maisha yako, wanayetafuta kukushika hawataweza, hawatafanikiwa kushika roho yako, hawatafanikiwa kushika nafsi yako. Nimekataa, ninaachilia ulinzi wa moto wa Roho Mtakatifu, ninaachilia ulinzi wa moto wa Roho Mtakatifu. Bwana kusikire, Bwana kusikire, Bwana kusikire, usikire na moto, usikire na moto, usikire na moto, usikire na moto, usikire na moto. Shalabazaka baba.
zinawindwa, na roho za watu zikiwindwa, mambo mapya ghafla yanaanza kutendeka kwa maisha yako. Na roho, nafsi yako ikishashikwa, jambo la kwanza, vitu zinaanza kutoka under your control. Haleluya. Kwa kama zako mwambie, kama ni yako unapaswa kuicontrol. Kwa nini ni yako na unashindwa kuicontrol? Nauliza, kwa nini ni yako na unashindwa kuicontrol? Kwa sababu yuko under your control. Nimekwambia kwamba ukishikwa, akili yako ikishikwa, kila kitu inatoka chini na utawala wako. Inachukua mwenye amechukua akili yako. Ndio unapata ya kwamba now your business inabadilika, inaanza kukua your enemy. Your business inabadilika, inaanza kukua shida kwako. Unajaribu kuiweka hivi, haiendi hivyo. Vile unaipanga ikai. Unajaribu kupeleka hivi biashara yako, haiendi hivyo. Unajaribu hivi, haiendi hivyo. Inaanza kwenda njia yake. Utumizi wa pesa inakuwa yuko chini ya control yako. Hauwezi ajibika vile unatumia pesa zako. Unapata ya kwamba wewe unataka pesa ziende hivi, pesa zinaenda hivi. Pesa zinaingia kwa mipangilio ambayo haujakusudia na hujapanga. Inamaanisha something is wrong. You find after your life now, kuna a certain direction ilikuwa inaenda. Unapata tu, si wewe umetaka, lakini unajipata tu maisha yako imepiga kona, inaenda njia nyingine ambayo ulikuwa uendi. Unabaki ndani tu kujiuliza maswali, hapana. Basi nilikuwa naenda vizuri kabisa na uko na unajua hii njia unaenda ni mbaya, lakini imekuwa ngumu kutoka kwa maisha yako. Hiyo ni sign ya kukuambia tayari kuna mawazo imeshikwa, na ikishikwa mara moja unanyaganywa mamlaka ya kila kitu. Pendwa, Biblia inasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12 ya kwamba mtakapofika katika hiyo nchi muimiliki siku zote. Hiyo inamaanisha nini? Chochote Mungu anakupatia unapaswa kuimiliki. You are supposed to be the owner. And if you are the owner, you have all the powers to control it the way you want. Na nimekuja kukuambia, chochote Mungu amekupatia umiliki siku zote. Simu yako unapaswa kuimiliki siku zote. Inamaanisha nini? Uitumie ikupatie service mpaka wewe mwenyewe usikie nini? Mahali imefika leo, acha tu mimi niiuze. Uitumie ifike mahali hata ikiharibika unasema imeserve purpose yake. Lakini kwa simu umenunua wiki mbili tu, wiki ngapi? Na kakianguka kanaanguka proper. Ikianguka inaanguka vizuri. Unajua simu kuanguka vizuri, tairi ya mwingine imeanguka juu chini kwa floor, hakuna kitu inafanya. Yako tu imeanguka tu kutoka hapa mpaka hapa. Simu imekuwa mwenda wazimu. Na rafiki yako inaanguka na hakuna kitu inafanya. Na ile kadunda ambao unakuaga nako ambao ni kaspea, hakajawahi anguka. Siku hata moja hakajawahi anguka. Hiyo inamaanisha nini? Wewe control vitu zako. If vitu zako zinaharibika kabla ya hazija kusafu vizuri, iko shida. Kwa nyumba yako chochote kizuri hakiwezi kikakaa sana. Something is wrong.
Glasses nzuri hizo ndio zitapasuka, lakini kuna mavitu zenye uko nazo hata zikuagi na shida, hata zikuagi na shida yote. Punguzie sauti tafadhali. Amen. Chochote mzuri yenye umenunua na kuambia hiyo kwa nyuma ndio itateleza ianguke chini, ipasuke. Lakini vyombo ambavyo huvitumii havianguki, havipasuki, haviharibiki, na hata vikianguka havipasuki, lakini kizuri kikienda kinaenda kabisa. Hiyo inamaanisha hauna control ya vitu yako. Wakati uko na control ya vitu yako, inamaanisha kwamba zitakupatia service mpaka uchoke. Nimekupatia signs za kuonyesha kwamba still hauendi zako. Ni mpaka vitu havikai kulingana na vile unataka, vinakaa kulingana na vile wanataka. So, kwa hii yote pasta, ni nini ya maana? Ni kuombea nafsi yako, ni ya maana. Kiri damu ya Yesu kwa nafsi yako. Kiri moto. Damu ya Yesu na moto, hizi vitu mbili hazibembelezi shetani. Hazibembelezi shetani. Ninakiri damu ya Yesu kwa nafsi yangu. Hata njia nzuri ya kuombea watoto wako. Wacha kufanya vitu vingi. Simple. Omba jina yake, ombea nafsi yake. Tumia jina yake kuombea nafsi yake. Hiyo imetosha. Maana hiyo ndio contact unaweza ukamfikia spiritually. Kila mara unapoombea watoto yako, wakuwe na tabia nzuri, wakuwe na maisha mzuri, ni nani unafaa ombea? Ni nafsi. Tabia iko kwa nafsi. Hivi vitu yote iko kwa nafsi. Na zingine ni spirit za kurushwa. So deal nayo kwa nafsi. Tangaza kwa jina la Yesu mchana wa leo akiwa shuleni, tabia yoyote mbaya ambayo ameokota kwa watu, hiyo yote inaenda kwa nafsi. Baba, ninaitoa kwa jina la Yesu. Anapoenda asubuhi, ninaweka ulinzi wa moto wa Roho Mtakatifu kwa hii nafsi. Chochote kibaya hakitamfikia kwa jina la Yesu. Wanaowinda watoto wangu hamtawaweza. Ninafikira maisha yao kwa jina la Yesu. Ombea nafsi yako sana. Ombea hiyo ndio uiombee. Maana hiyo ikipigwa ndio wewe umepigwa. Mwenda wazimu ni nini yameharibika? Mwenda zimu. Ni nini inakuaga shida ya mwenda wazimu? Ni nini inakuaga shida? Ni miguu yake inakuaga imerogwa. Ni moyo wake inakuaga imerogwa. Ni damu yake inakuaga imeharibika, imeharibiwa. Ni nini huwa inaharibiwa? Tunasemaga lugha ile tunajua ni akili. Tunasemaga ni akili, si ndio? Ambayo tunasema mind. Mind ni soul. Mind iko kwa soul. Mawazo iko wapi? So hiyo ndio inaharibiwa. Na hiyo kiharibiwa, tunaona mwenda wazimu ni professor, ni principal, ni daktari. Akili kiharibiwa, professor imeharibiwa, maisha yake yote imeharibiwa. Na kuanzia siku hiyo ana stop kuishi, wanaanza kuishi. Akili kiharibiwa kuanzia saa hiyo pap mara moja. Simuona filamu za Nigeria, mtu akiharibiwa, si mmeziona? Mara moja. Pengine alikuwa anaenda barabarani, anatembea, alafu mtu amemwendea wapi? Kwa mganga. Kisha baadaye unaona ile kitu kuna kitu inakuja, si ndio? Inakuja, inaingia. You need to be very careful. Sasa zile umekaa unahisi sasa kuna kitu imekuingia. Hizi vitu huwa tunazihisi. Hizi vitu huwa tunahisi. Either ukiwa umelala, either tu ukiwa huko unasikia tu kuna kitu imekuingia, na unapata ya kwamba mood zako zina change. Hisia zako mara moja zina change, kuna vile unakuwa tofauti. Hizi ni attacks za kiroho. So Nigeria movies zinatuonyesha vizuri. Sasa unaona kitu kinafanya nini? Kinakuja, kinatafuta ule mtu, kinafanya nini? Kinamuingia pap. Mara moja anaanza kutoa nguo. Ndio? Mara moja maisha yote anaanza enda opposite ya real life. Anaanza kutoa nguo. Alikuwa anaenda ofisi, ataenda ofisi. Yaani maisha yake yote pap imeishia hapo. Mara moja pap anaingia dunia nyingine, maisha nyingine. Wakifanikiwa kushika mawazo yako pap, wamekushika wewe.
Sijui kama unanielewa. Lakini wakiharibu mguu yangu, ni mguu yangu wameharibu. Wakiharibu mguu yangu, ni mguu yangu akiharibu kazi, ni kazi ameharibu. Lakini akiharibu akili, ameharibu wewe wote. The whole of you wamekuharibu. Wameharibu ndoa yako. Kama wewe ni mama, wameharibu mama yako, huwezi lea watoto tena. Kama unakuaga ofisa, wameharibu ofisa yako. Kama ulikuwa kila kitu kwa maisha yako yamesimamishwa. That's why nimekuja kusema ombea nafsi yako sana. If you really want to pray for anybody, if you have a burden ya kuombea mtu, deal na nini? Nafsi. Nilikwambia nafsi na jina yake ya kikabila. Kama ukiniombea, hapana naomba na ninaombea Peter. Mimi naitwa Peter. Peter haitakufanya chochote. Peter is powerless. Maana nilikwambia nikisema naitwa Peter, inani identify. Does it identify me? No. Lakini kwambia naitwa Simio, inanianza kukuambia huyu ni Muluya, huyu ni mtu ya Western, inakuambia mengi kunihusu. Jina peke yake. So identity yangu utaipata na jina yangu, kwa sababu hiyo ni mimi. Bwana asifiwe. Sasa ukitaka kuniombea, omba na jina Simio. Omba na jina zenyu za kabila. Ukitaka kujiombea zaidi vizuri, omba na majina yako ya kikabila. Hizo ndio wewe. Na unapoomba, deal na nafsi. Ukitaka kutoa mtu kwa ulevi, ukitaka wapi? Nafsi. Shida yote ya mwanadamu ni nini? Nafsi. Ameharibiwa? Nafsi. Amefanywa mjinga? Nafsi. Nini? Nafsi. Nini? Nafsi. Nafsi inaachiliwa ikiwa nguvu. Alafu nafsi ina release nguvu kwa your physical body, ama ina empower your physical body to do what was released kwa soul yako. Kama wameachilia tuseme roho ya uizi, pap ndio imeachiliwa, haitakaa kwa hii mwili. Inakimbia inaingia wapi? Kwa nafsi. Ndio control room. Inaenda kwa nafsi. Alafu sasa nafsi inakaa na hiyo kitu, inashika, inakuwa mimba, inabeba mpaka mimba inaiva. Inabeba mpaka mimba inafanya nini? Inafikisha miezi 9. Ikifikisha miezi 9, inazaa hiyo power kwa your physical body. Then your physical body inaanza kufanya ile vitu. Na ndio Musa, mtu alikuwa akiiba anakata nini? Mikono. Still kesho anafanya nini? Anaiba. Maana si mikono inaiba, ni nafsi inaiba. Na ndio maana Yesu akija hakuja kushughulikia hii mwili. Yesu alisema aliletewa mwanamke akiwa amepatikana katika uzinzi, si ndio? Akamwachilia aende. Kuhusu uzinzi, watu walijua mpaka mtu apatikane kwa kitendo tunajua amekosea. Lakini Yesu akakuja akasema no, ukiwaza umefanya. Kwa sababu inaanzia wapi? Kwa mawazo. Ndio mwili inafanya. So ukiona mtu akifanya kitu aliwaza kitambo. That's why ukikaa karibu na mtu anasema nitakuja kukua. Wacha ujinga. Ni vile bado hiyo mimba haitakuwa. Haujaona mtu alisema alianza kusema kitambo, miaka 5 iliyopita. Tangu tuoane tu anasemaga mimi nitakuja kukua. Hiyo moja imetosha. Tucheze mbali na wewe. Tutacheza mbali na wewe. Kwa sababu bado mimba ni ya siku moja. Mtoto ameiva. Mtoto anaweza zaliwa. Anakaa sana. Mimi nitakuja kukatakata mtu. Kila mkokosana, mimi nitakuja kukatakata mtu. Bado mimba inaendelea kufanya. The more anaiongea kuna nguvu kwa kusema. The more anaisema ni nini anafanya? Anafeed ile mimba ina grow. The more anaisema anafeed ile mimba ina grow. Siku moja anaamuka na anakatakata watu. Waliosalia wanatuambia nini? Unajua sisi alikuwa anasemaga lakini tulikuwa nafikiria ni
ni mchezo. Jua vitu za kusema ambazo ni za mchezo. Unaweza ambia mtu mchezo nitakuwa. Akiwezi niambia for example, pastor ukikufa, hiyo siwezi fanya for example. Fanya for example na kitu kingine. For example, pastor ukinunua gari. Lakini kuna vitu zingine huwezi fanya nazo, kuna vitu zingine huwezi fanya nazo. Haijalishi ni nani, mnanisikiliza? Haijalishi ni nani. Anasema mimi nitakuja kukukatakata. Mimi nataka kukuambia, utaishi kuona hiyo. Nilikuambia tukienda kwa makaburi tufufue hawa watu. Watakuambia. Amen. Kuna kamama nilikapost. Mume alipata mume wake na mwanamke. Na mume wake sijui amekuwa akimtishia. Lakini yeye alikuwa anatumia neno nimekuwa niki-ignore. Nafikiri kuna kapost nilipost, mama amedungwa, ameharibiwa hii. Amekatwa mikono. Amepigwa, amekatwa. Nasema hivi vitu yote nilikuwa nafanya nini? Na ignore. Ulikuwa anasema leo una ignore ifanye chochote maana mimba bado ilikuwa na mwezi mmoja. Lakini ilipofika miezi 9, mama alikatwa. Hata kama huyo mtu atafungwa miaka 50. Nisikilize. Hata kama atafungwa miaka 50, ameenda na jicho lako. Biblia katika Mithali, ni Mithali ngapi? Is it 23:3? Tusome tumalize, alafu tuombe ombi moja hapa. Is it 23:3 na kuombea hii? Ili hao watu walio karibu na wewe na ni ambaye wasifaulu. Simama maana ninamaliza sasa. Na samahani nimepitisha muda wangu wa kuwa na wewe. Nimeshaupitisha lakini. Is it Mithali? A prudent person does what? Kuna mtu huona vitu kabla haijatendeka, huonea kwa mbali. Is it 23:3? Inakuwa ngapi? 22:3. Hebu tusome kwa Kimombo. That says a prudent man foresees the evil and hides himself. He sees the evil, anaiona, alafu anakuwa bado hapo na nafasi. So anaionea kabla haijafanya nini? Kiswahili nasema mwenye busara huyaona mabaya na kujificha. Huyaona mabaya na kujificha. We need to be very careful na people who are around us, even your friends. Be very careful. Be very careful. Weka mkono kulia tusema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mtego katika ulimwengu wa roho wa kunasa maisha yangu, kila mwanadamu anayetafuta kunasa roho yangu, kunasa mawazo yangu, ninatangaza katika ulimwengu wa kiroho asinipate, asinione, asifaulu kwa jina la Yesu. Anayefanya bidii saa hii aweze kunikontrol, ninatangaza utafaulu, hautaweza, 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 hautaweza. Chochote inafanywa kuninasa haitafaulu, 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 haitafaulu. Nakataa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nakiri ulinzi wa moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen, sema amen. Patia Yesu makofi mazuri. Umebarikiwa sana. Kumbuka kila mara unaposema najiombea, nafsi yako iombe. Nafsi ndio iko na mambo yetu ya ulimwengu, ndio ina deal na lifestyle yetu ya ulimwengu, sio my spirit. My spirit ina deal na mambo yangu ya ufalme. Tunaelewana? Lakini mimi mambo yangu mengi, shida zote nikipata, mwenye anaumiaga ni nani? Nafsi. Nikifanikiwa, nikifaulu, ni nani anafaulu na anafurahiaga? Ni nafsi. So huyu akipigwa, umepigwa vibaya hapa duniani. Na huwa napenda kusema hiki kenye nafundisha kitakuzuilia kwenda wapi? Kitakupea maisha mbaya wapi?
Na je, tulikuja hapa kukaa vibaya? Tulikuja hapa kuteseka? No, tunapaswa kuishi vizuri katika jina la Yesu. Si Mungu akubariki sana. Tumeshukuru kuwa pamoja na wewe. Tukutana nawe tena kesho. Hakikisha umeshare video hii ili ukaweze kukuwa baraka kwa wengine katika jina la Yesu. Kutoka hapa kwetu ni mimi wako Apostle PMC Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center Kericho, a fellowship where everybody is served. Umebarikiwa sana katika jina la Yesu. Amen. Shika sadaka zako tunapomwabudu.